Kama unahitaji kutuma files kutoka katika kompyuta yako kwenda kwenye simu yako, ama kutoka katika simu kwenda kwenye kompyuta bila ya kutumia internet, vile vile bila ya kutumia Bluetooth, pengine Bluetooth yako inasumbua kwenye kompyuta, basi njia hii itakufaa sana. Tazama video hii hadi mwisho, na ni njia ambayo utashare files zako kwa haraka sana. So leo nitakuonyesha jinsi ya kutumia application ambayo inaitwa Local Send, app rahisi sana inayofanya file sharing iwe faster. Ndani ya sekunde chache uwe tayari umeshare files zako, kama ni kutoka kwenye simu yako kuingia kwenye kompyuta, ama kompyuta kwenda katika simu. Hakuhitajiki cable yoyote, wala hakuna data ambayo inahitajika, yani hakuna internet ambayo inahitajika. Bila shida yoyote nitakufahamisha hatua kwa hatua na utaweza kufanya hivyo. So kwanza tufahamu hii Local Send ni application ya namna gani. Hii ni application ambayo inakuwezesha kutuma files kati ya devices zako kama kompyuta, Android au iPhone kwa kutumia Wi-Fi ile ile ambayo umeconnect hivyo vifaa vyako. Nimeongelea Wi-Fi, sio kwamba utahitajika kuwa na data yani MB, hapana. Just una connect tu vifaa vyako na Wi-Fi hata kama hauna data yoyote. Tunajua tunaweza kufanya hivyo. So kitu kizuri zaidi juu ya hii application, huwa haihitaji internet wala haina ads, na ni bure kabisa. Kila mmoja anaweza kudownload na kuwa nayo na kuitumia, na inafanya kazi haraka sana kulinganisha na Bluetooth. Unaposhare file nyingine ambazo ni kubwa kwa Bluetooth, zimekuwa zikichukua muda mrefu kuweza kufika katika device ambayo unaituma, lakini kupitia application hii ya Local Send utakwenda kuona ni haraka sana, una uwezo wa kushare files zako. Sasa twende tukaanze katika simu. Nitakufahamisha jinsi ya kudownload application hii ya Local Send na kufungua kwa mara ya kwanza katika simu yako, then tutahamia katika kompyuta. So utakapofungua simu yako, ingia Play Store, na baada ya hapo utakuja sehemu ya search, utaandika hapa katika search Local Send kama hivi ambavyo mimi nimeandika. Uta search, itakuja ina muonekano kama huu, inasomeka Local Send Transfer Files. Hakikisha una install hii application, na hakikisha una install hii ambayo ni Local Send, jina hili kama hivi ya kwangu ambayo unaiona na kuonyesha hapa, ili basi tusiweze kuachana huko mbeleni. Utakapokuwa na application tofauti na ya kwangu, unaweza usinielewe na ukaona hii njia haifanyi kazi, kumbe umekosea application ambayo umeidownload. So hakikisha application uliyodownload ni kama hii ya kwangu, inaonekana hivi. Baada ya hapo uta open baada ya kuinstall, na sasa tuhamie kwa upande wa kompyuta. Katika kompyuta fungua browser yako na njoo sehemu ya kusearch hapa katika browser yako, andika Local Send. Search hivi tu na Google itakuletea results. Utaingia link ya kwanza ambayo ni official site ya Local Send. Utaingia hapa, uta click localsend.org, then utachagua hii sehemu iliyoandikwa download, hii button ya download, uta click hapa. Kuna maelezo kuhusiana na hii Local Send, unaweza kuyapitia kama una muda, then uta click download. Utaletwa hapa, je, unataka kudownload katika operating system gani unayotumia? Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Sisi tunatumia Windows, so uta click hapa Windows, tayari itakuwa selected. Kama unatumia macOS uta click macOS, utaona hapa inakuja setup ambayo itaruhusu katika macOS. Linux pia, watumiaji wa Linux kuna njia ya kuingiza hii Local Send. So sisi watumiaji wa Windows uta click Windows, na utashuka chini kidogo hapa sehemu ya binaries, uta click hapa kuweza kudownload katika hii exe installer. Hii ndio setup ambayo tunahitaji. So uta click hapa, itaanza kudownload. Haina kazi katika kudownload na kuinstall. So unaona inaingia hapa. Baada ya kuingia, tutaifungua katika folder letu huku. Hii hapa inaonekana hivi kama icon ambayo tumeiona katika Play Store kwenye simu yetu. So hapo uta double click ili kwa ajili ya kuinstall, then itafunguka na tuta install. Baada ya kuinstall tutaifungua na kuweza kuiona. So install for all users or install for me. Mimi nataka for all users. Yes. So click OK. Haina shida katika kuinstall, just click OK, then next. Unaweza kucreate a desktop shortcut ikakaa pale katika desktop yako. Next, install, na tayari na install, na wala sio kubwa kama unavyoona, sio kubwa. So finish, ita launch hapa, itafunguka kama hivi, na hii ndio software ambayo ndio application ambayo tunaizungumzia, Local Send. Kwenye kompyuta inaonekana hivyo na katika simu inaonekana hivi, haitofautiani sana. Sasa kuna kitu cha kuzingatia kabla ya kutuma file. Hakikisha vifaa vyako vipo katika Wi-Fi moja.
Kwa mfano simu na laptop hizo ambazo unataka kushare hizo files ziwe zimeunganishwa kwenye router moja. Kwa mfano mimi hapa simu yangu ipo connected kwenye router fulani na hii laptop pia imekuwa connected katika router hiyo hiyo. Kwa lazima ufanye hivyo. Sio lazima iwe kuna access ya internet kwenye hiyo router, hapana. Iwepo tu connected na katika wifi hiyo hiyo moja. Lakini vile vile kama haupo na wifi sehemu hiyo, haupo na router, unaweza kutumia hotspot ya simu yako. Yaani unawasha hotspot, unakuja kwenye simu yako, unashusha, unawasha hotspot kama kawaida tunavyojua kuwasha hotspot katika simu zetu. Baada ya kuwasha hotspot katika kompyuta yako, una connect sasa na hiyo wifi yako ambayo inatokana na simu yako, hotspot ambayo umeiwasha. Hivyo tu basi utakuwa tayari upo katika network hiyo hiyo na tayari kwa ajili ya kushare files zako. Sasa tukiangalia katika kompyuta yetu, baada ya kufungua local send, kuna hii sehemu hapa ya receive, huko pembeni kuna sehemu ya send, kuna sehemu ya setting. So kama unataka kutoa kitu kutoka katika kompyuta kwenda kwenye simu, mfano una click hapa katika send, utaletewa sehemu hii. Then hapo utachagua mfano unataka kutuma mfano files, so uta click hapa file, utaletwa katika kompyuta yako, utachagua unataka kutuma file gani. Mimi wacha nije katika download na nitume faili moja hapa, mfano nitume picha hii hapa. Click open, tayari nime add hapo. Then katika simu, baada ya kufungua local send yako ipo wazi, huku umesha send hii faili hapa, utaona jina la kompyuta. Mfano huku ukija ukiclick on hapa, moja kwa moja hii unaifanya iweze kuaccept faili ambalo litatuma moja kwa moja bila ya wewe kuaccept mara kwa mara litakapotuma hilo file. Umeona? Kwa hiyo hapa then utaklik hii hapa katika kompyuta yako, unaona Solid Mango, simu yetu hii hapa, nearby devices. Devices zote ambazo local send yake iko wazi, basi utaziona hapa. Kwa hiyo utaangalia ile device yako wewe, na hizi zinakwenda kwa namba 158. Unaona kwenye simu huku device yangu imepewa namba hash 158 na huku tunaiona ndio hii hapa 158. So utaklik hapa na tayari itasend. Umeona ile picha ambayo tumeiadd imesend moja kwa moja katika simu yangu, na huku unaona tayari faili imepokelewa na nina uwezo wa kuiona. So faili ambayo imetumwa ni hii hapa. Umeona ndio faili ambayo imetumwa kutoka katika kompyuta. Ni very simple jinsi ya kuitumia. So tayari nimemaliza done. Then kama una faili nyingine unaweza kuja katika file ukachukua, mfano let's say tuchukue faili nyingine sasa hivi, tuchukue hii, uta click open, uta click hii device yangu ambayo nahitaji kuitumia hii file. Kama unataka kuweka faili nyingine pia, uselect faili zaidi ya moja kwa ajili ya kutuma, unaweza kuja hapa tena add ukatuma. So click hapa send, tayari moja kwa moja kwenye simu yangu inapokewa, kwa sababu local send ipo wazi, kwa moja kwa moja itapokea, haina haja ya ku receive. Kwa ukiweka tu hii sehemu ya on, moja kwa moja huwa inapokewa na tayari imeingia. So tuangalie sasa namna gani ya kutuma kutoka katika simu kuja katika kompyuta. Ni hivyo hivyo, rahisi sana. Utafungua local send yako kwenye simu, baada ya hapo utabonyeza hii sehemu ya send. Mwanzoni tulikuwa kwenye receive, sasa hivi utabonyeza send na unaona hii hapa kompyuta yangu inasoma hapa. Huku tukija kwenye receive kwenye kompyuta yetu, unaona imepewa 150. Na huku tunaona ndo hii hapa Adorable Blackberry 150, imepewa jina hilo, ikapewa na namba hiyo. Kwa hiyo ni hii, na operating system inayotumia ni Windows ndio yenyewe. Kwa hapa ninachokifanya mimi, nitakuja kwenye files, nataka kutuma kutoka kwenye simu kwenda kwenye kompyuta. Nitakuja file, itanileta kwenye simu. Kwenye simu huku mimi nitachagua mfano picha hii hapa. Picha hii hapa ndo nataka niitume. Kwa hiyo nitachagua hii hapa, nita select na nita click hapa katika hii device ambayo nataka kuituma. Baada ya kuiweka hapa kuiadd, na huku kwenye kompyuta moja kwa moja imepokelewa. Niki open hapa itafunguka na nitaona picha hii hapa nimeipokea kutoka katika simu, na tayari itakuwa imehifadhiwa katika download. Unachotuma na kupokea katika hii local send kitahifadhiwa katika folder lako la download. Kwa ukija kwenye kompyuta yako kwenye folder la download, unaona kile ambacho umetumiwa. Unaona mimi picha hii hapa ambayo nimetumiwa kutoka kwenye simu. Unaweza kutuma video, unaweza kutuma vitu mbalimbali, pengine clipboard kama unavyoona hapa send. Una uwezo wa kutuma text, unaweza kutuma clipboard ukapaste, hata kwenye simu hivyo hivyo. Ukija katika hapa juu unaona kuna paste, kuna text, kuna folder, kuna app. Unaweza kufanya vitu vyote hivi. Kwa mimi nishakupa hiyo application.
Sitokufahamisha vitu vyote hivyo. Sasa ni kazi yako wewe kujifunza vitu vyote hivyo jinsi vinavyofanya kazi. Lakini kikubwa ambacho nilitamani kushare na wewe leo ni kukutambulisha hii application ya LocalSend na kuona jinsi gani ambavyo inaweza ikakurahisishia wewe katika kushare files zako, kutuma na kupokea files zako mbalimbali kama ni video, picha, document, yoyote ile kutoka kwenye simu yako kuingia kwenye kompyuta, kutoka kwenye kompyuta kuingia kwenye simu. Na nategemea umeweza kufanikiwa kufanya hivyo ambavyo nimekuelekeza. Kama kuna sehemu umekwama, niambie katika sehemu ya comment. Na hapo tayari files zako zitakuwa zimehamia moja kwa moja kwenye kompyuta bila kutumia data au kwenye simu bila kutumia data yoyote. Hakikisha una connect wifi moja hivyo vifaa vyako. Kama haupo sehemu yenye wifi moja, basi unaweza kutumia hotspot ya hiyo simu yako. Hata kama hauna bando, washa hotspot, connect na kompyuta yako kisha share. Faida kubwa ya kutumia LocalSend, kwanza speed ni kubwa sana kwa sababu inatumia wifi speed, lakini hakuna internet inayohitajika. Vile vile inafanya kazi kwa Android, iPhone, macOS, Windows, Linux. Wale watumiaji wa macOS pia njia hii ni rahisi sana kuweza kuitumia, lakini vile vile ni secure. Files huwa zinabaki ndani ya network yako tu. Unaweza kujaribu kutumia njia hii. Kwa wale ambao walikuwa wanaangalia video zangu zilizopita nilipokuwa nafahamisha njia nyingine mbalimbali, lakini njia zile kwao hazifanyi kazi, basi jaribu kutumia njia hii. Kama hauoni device nyingine, hakikisha hizo device basi zipo kwenye hiyo wifi moja. Kama upo na device zaidi ya 3, pengine upo na simu, iPad, upo na simu nyingine, upo na laptop nyingine, hakikisha zote zimekuwa connected katika hiyo wifi moja. Then restart app zote hizo mbili, mfano zima na kuwasha wifi. Unaweza kufanya kama hivyo. Hakikisha firewall vile vile ya kompyuta yako haizuii hii application. Muda mwingine unapojaribu kutumia hii application inakuhitaji uweze kuruhusu firewall ishare network files zako mbalimbali, kwa unaruhusu then unaendelea. Hizo ndio common issue ambazo unaweza kukutana nazo, lakini nimekisha kufahamisha jinsi ya kufanya. Restart, zima, washa tena wifi yako, unganisha vifaa vyako na tuma files zako. Kama umeona tutorial hii imekusaidia, usiache kulike video hii, comment kama una swali lolote, subscribe kwa tutorial zaidi kama hizi. Na kama unataka njia nyingine rahisi ya kufanya mambo kama haya ya tech, endelea kufuatilia channel yangu kwa kujifunza zaidi na kushare maarifa juu ya hivi vitu ambavyo tumekuwa tukivitumia mara kwa mara na kupata kuelewa basi njia nzuri ya kuvitumia. Asanteni sana, tukutane wakati mwingine.